Tunawashukuru vijana. Halo. Haya, tunawashukuru sana. Geita oye. Haya, ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Asha Rose Migiro, viongozi wenzangu wote wa Chama cha Mapinduzi ngazi zote, kinitambue pia uwepo wa waratibu wetu wa kampeni katika ukanda huu, wagombea wa ubunge wa majimbo mbalimbali ya mkoa huu wa Geita, kinitambue uwepo wa wagombea wa udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa temi na machifu, vikundi vya sanaa na vikundi mbalimbali vya hamasa, ndugu wananchi, wana Geita na ndugu wananchi na wana CCM, kazi na utu. Kwanza kabisa ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia kukutana tena hapa Geita au Geita mjini, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni za CCM katika kanda ya Ziwa. Ndugu zangu, jana nilianza kuingia kwenye mkoa huu wa Geita. Nilifanya mikutano kule Mbogwe, Bukombe mjini pale Uyovu, na leo asubuhi nimeanza na Geita kwa ndugu yetu Musukuma. Kote nilikopita mapokezi ni makubwa sana. Lakini vile vile niwapongeze na niwashukuru sana wananchi wa Geita mji kwa kujitokeza kwa wingi namna hii. Geita kumekucha, Geita oye! Wana Geita niwasikie, Geita oye! Nawashukuru sana, nawashukuru kwa kuja kwa wingi namna hii. Na hii ni imani kwa chama chenu na viongozi wenu. Asanteni sana. Ndugu zangu, ingawa Geita ni mkoa mchanga ulioanzishwa mwaka 2012, lakini umedhihirisha uimara katika ukuaji wa uchumi, lakini vile vile ustawishaji wa maendeleo ya jamii. Nguzo kuu za mkoa huu na maendeleo hayo ni madini, kilimo na ufugaji. Katika kipindi hiki cha miaka mitano tunayomalizia, jitihada za serikali zilielekezwa kwenye huduma za jamii, ujenzi wa miundombinu na mipango ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ili washiriki kamilifu katika shughuli za uzalishaji kwenye sekta nilizozitaja. Matokeo ya jitihada hizo za pamoja kati ya serikali na wananchi yanaonekana dhahiri, kwani sasa Geita kuna ustawi mkubwa zaidi na hata makazi ya wananchi yameboreshwa sana. Geita ninayojua mimi ya mwaka 2015 si Geita ya leo. Kwa kweli Geita maendeleo ni makubwa. Hongereni sana Geita oye! Ndugu zangu, tumesikia mengi yaliyotendeka kwa kila jimbo. Tumewasikia wagombea ubunge wameeleza na wengine viongozi mbalimbali wamekuja kuyaeleza hapa. Sasa mimi nitajielekeza moja kwa moja kwa yale ambayo tutayafanya miaka mitano ijayo. Ukisoma ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 imetuelekeza mambo kadhaa, nami nimeyapanga kwa mafungu. Fungu la kwanza ni sekta za uzalishaji, kuimarisha sekta za kimageuzi za uzalishaji. Na kwenye sekta hizi tumeambiwa mambo ya kilimo, na kwenye kilimo mmemsikia waziri wa kilimo amesema vizuri yaliyofanywa na yatakayofanywa baadaye. Lengo letu ifikapo mwaka 2030 sekta ya kilimo iwe imekuwa kwa 10% kwenye ukuaji wake kisekta na ichangie vyema kwenye pato la taifa, tukitambua ukuzaji wa uchumi wa wakulima mmoja au kupitia ushirika wao. Lakini pia tumeelekezwa kwenye ufugaji, na kwenye ufugaji kazi tumeianza vizuri na tutaendelea nayo. Tutaendelea na kuchanja mifugo yetu, ujengaji wa mabwawa, majosho, lakini pia machinjio ndani ya mkoa huu. Tutakwenda kufanya kazi hiyo. Lakini la tatu tuliloelekezwa kwenye sekta za mageuzi na uzalishaji ni ujenzi wa uchumi wa viwanda
na kukuza biashara na fursa za ajira kwa vijana. Sasa hilo tukilitafsiri kwa hapa mkoani wa Geita, tunakwenda kuanza na ujenzi wa viwanda vitakavyochakata mbegu za alizeti kule maeneo ya Nyalwanzaja, Bukoli na Busanda kwa mbegu za alizeti, na pia na kule Nyakamwaga, na kwa viwanda vya kusindika matunda tutakwenda kuanza na eneo la Igate kule Sungusira. Kitaifa tunataka kuikuza sekta ya viwanda kutoka ukuaji wa 4.8% ya sasa hadi 9% ifikapo mwaka 2030. Kwa upande wa sekta ya madini, kwamba ni moja katika vichocheo vya sekta uzalishaji na mageuzi ya kiuchumi, mmemsikia vizuri Mheshimiwa Mavunde amesema hapa, lakini vile vile rais wa wachimbaji ndugu yetu John Bina naye amesema vizuri sana. Lakini cha kutegemea ndani ya mkoa huu ni maabara ya kisasa ambayo itarahisisha kazi ya wachimbaji ishie ndani ya mkoa badala ya kufuata huduma hiyo mbali. Lakini jengine ni swala la mitaji. Tunajiandaa kutoa mitaji kwa wachimbaji wadogo kuwakuza wawe wachimbaji wakubwa. Masuala mengine ni maeneo mapya ya uchimbaji. Kama alivyosema, tunakwenda kupima zaidi nchi yetu, tujue madini yako wapi, ya aina gani, na uchimbaji ukue zaidi, na hasa kwa wachimbaji wetu wadogo. Lakini la mwisho kwa mkoa huu ni uwanja huu wa maonyesho, kwenda kujenga kwa uwanja wa kimataifa, uwanja wa mikutano ya sekta ya madini na uwanja wa maonyesho. Ndugu zangu, katika sekta ya usafiri na usafirishaji tumetakiwa nako tuendeleze ujenzi wa barabara. Na ukiangalia ilani yetu ile ya mkoa ndogo, kifungu cha 41A mpaka G imetaja barabara zote zitakazojengwa ndani ya mkoa huu wa Geita. Lakini vile vile tumetakiwa kujenga viwanja vya ndege, na hapa tutajenga viwanja vya ndege kwenye maeneo mawili. Kwanza kukiendeleza kiwanja kilichopo Chato, wilaya ya Chato, lakini pili kujenga kiwanja cha ndege hapa katika mji wa Geita. Lakini jengine ni masuala ya vivuko, usafiri wa kwenye maji. Maeneo yote ya vivuko ya ndani ya mkoa huu tutajenga miundombinu na kuweka vivuko vyenye usalama viweze kuvusha watu. Ndugu zangu, eneo jingine la sekta ya uzalishaji ni nishati, na hapa mmemsikia vizuri Dr. Doto Biteko ambaye ni waziri wa nishati, pia amesema vizuri yaliyofanyika, umeme ulivyokuja, lakini na atakayofanyika, kwamba tutajenga substation ambayo itahakikisha umeme ndani ya mkoa huu unapatikana muda wote, saa zote, bila kupungua, umeme ule ule, ili ukafanye kazi kwenye viwanda, lakini pia na kwenye maeneo mengine. Mbali na hayo, tutamalizia ile ngwe yetu ya umeme kwenye vijiji vilivyobakia na vitongoji, lakini pia umeme kwenye visiwa. Ndugu zangu, sekta nyingine hapa ni mali asili na utalii. Na kwa hapa mkoa wa Geita tutakwenda kuiendeleza ile hifadhi yetu au mbuga yetu ya Bugiri kule Chato, lakini pia visiwa vya Rubondo. Tutaendeleza pamoja na kudhibiti wanyamapori waharibifu wanaokwenda kuharibu mashamba ya watu, lakini pia kudhuru wanadamu, na wenyewe tumeanza kazi ya kujenga vituo na tutaendeleza na vifaa vya kisasa ili tuweze kuwadhibiti. Ndugu zangu, eneo jingine tulilotumwa na ilani ni matumizi endelevu ya ardhi yetu, na katika uwasilishaji wa wagombea ubunge hapa, mmoja wao alisema kuna upungufu wa ardhi, wangependa kupata ardhi. Sasa katika hili tutakwenda kuangalia changamoto zinazotukabili kwenye ardhi yetu, wakulima na hifadhi, watumiaji wa ardhi na mahifadhi, lakini maeneo mengine kubwa tunalokwenda kufanya ni kupima ardhi na kumilikisha. Kwenye ilani yetu mpya imesema tunakwenda kupima kitaifa maeneo ya wafugaji kutoka ekari 3.4 za sasa
mpaka ekari milioni 6 tutazimilikisha kwa wafugaji. Lakini vile vile tutakwenda kupima maeneo ya miji ya makazi na matumizi mengine ya uwekezaji. Ndugu zangu, eneo la pili tulilotumwa na ilani ni eneo la kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii, na hapa tunazungumzia masuala ya afya, ambapo kwa mkoa huu tayari tulianza vizuri sana na tumeanza katika huduma za afya. Tulianza vizuri kujenga mahospitali. Tumejenga hospitali za kibingwa na matibabu bobezi ndani ya mkoa huu, lakini pia tumejenga hospitali za rufaa. Sasa hivi ndani ya mkoa wa Geita mambo yatamalizika hapa, na si maradhi tu haya ya kawaida, lakini hata maradhi ya moyo. Tunajenga tawi la JKCI, kile kitengo cha moyo kule Dar es Salaam, tawi lake litajengwa hapa. Maradhi ya moyo matibabu yatafanyika hapa. Ni matumaini yetu kwamba mikoa jirani na wenyewe watakuja hapa, hata nchi jirani zitakuja hapa kutafuta matibabu ya moyo, itakuweko hapa. Lakini pale Chato kuna hospitali kubwa ya rufaa ya mkoa ambayo na yenyewe itatoa matibabu ya kibingwa na matibabu mengine. Ndugu zangu, tutaendeleza juhudi hizo, lakini tutaendelea pia kujenga zahanati kwa maeneo ambayo hana zahanati, vituo vya afya na hospitali za wilaya au za halmashauri tutaendelea nazo. Kwa hapa mjini tunaendelea kuboresha hospitali yetu ya wilaya, ambapo tutajenga jengo la upasuaji na jengo la kuhifadhia maiti. Lakini vile vile vituo katika maeneo ya Mgusu, Bulela na Mtakuja, pamoja na zahanati 12 ambapo baadaye zitakuwa zahanati 26. Ndugu zangu, katika eneo jengine ambalo ilani imetutuma kwenye sekta ya ustawi wa jamii ni eneo la elimu, ambalo nalo tumeanza vizuri. Tumejenga sekondari, shule za msingi, vyuo vya VETA ili kufundisha vijana wetu mambo ya ufundi waweze kuajirika na kuajiriwa. Lakini kubwa zaidi, tumeanza kulitoka ombi la chuo hapa. Tumeanza na ujenzi wa chuo, kampasi ya chuo cha usimamizi wa fedha IFM kwa bilioni 11. Chuo hicho kinajengwa hapa. Tunaanza na hicho, na tukiona haja matawi mengine, kampasi nyingine za vyuo vikuu vitakuja kujengwa ndani ya mkoa huu. Lakini bado tutaendelea na sera yetu ya elimu bila ada, kusomesha watoto wetu la kwanza mpaka kidato cha 6, lakini vile vile kutunisha mfuko wa wanafunzi wetu wanaotoka kidato cha 6 waweze kusoma vyuo vikuu kupitia mkopo wa mfuko maalumu ambao wamewekewa maalum kwa ajili yao. Katika sekta nyingine kwenye uboreshaji wa maisha ya watu na ustawi wa jamii ni sekta ya maji, ambao waziri wa maji naye amesema vizuri hapa. Lengo letu ni kuhakikisha wananchi wote wa Tanzania, wana Geita na kote Tanzania, wanapata huduma ya maji safi na salama. Ndugu zangu, eneo jingine ni kuimarisha ustawi wa makundi maalum, watu wenye mahitaji maalum, ndugu zetu wenye changamoto za ulemavu wa viungo, ulemavu wa ngozi, ulemavu wa kusikia, walemavu mbalimbali. Na wenyewe wako, tumeanza kazi kwenye ilani hii, lakini pia tunakwenda kuendelea huduma zao kwenye maeneo ya elimu, afya zao, mikopo, ajira, michezo, kote tunawashughulikia. Lakini hata uwezo wao wa kuingia kwenye majengo mbalimbali ya serikali ya huduma za umma kwenda kutafuta usaidizi, majengo yote tunayajenga kiasi ambacho waweze kufika na waweze kuhudumiwa. Eneo jingine ambalo tumetakiwa
kulifanyia kazi ni katika eneo la utamaduni wetu, kuimarisha utamaduni wetu na kukuza sanaa na michezo. Na kwa hapa mkoani Geita, mbali ya kudumisha utamaduni wetu kama mnavyoona kwenye masteji mbalimbali, lakini pia sanaa na michezo, tumeanza sasa ujenzi wa viwanja vikubwa vya michezo, mpira wa miguu na michezo mingine tumeanza kujenga. Tunaendelea na ujenzi kule Bukombe, lakini na hapa Geita mjini kuna kiwanja tutakuja kukijenga. Eneo la tatu ambalo tumetakiwa na ilani tulifanyie kazi ni hifadhi ya mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Na kwenye eneo hili ilani inatusisitiza kwenye eneo la kupanda miti, lakini pia tahadhari ya mapema ya majanga ya mabadiliko ya tabia nchi. Tuweze kuwaambia watu, wakulima, wavuvi na wengine mapema kama kuna majanga ya mabadiliko ya tabia nchi yanakuja, tuwaeleze mapema na tuwape njia za kuepukana na hayo majanga. Na eneo la mwisho kwenye kuhifadhi mazingira ni eneo la nishati safi, ili kuzuia miti yetu isikatwe. Huko ndiko takako kwenda kufanyia kazi. Ndugu zangu, baada ya kusema tutakayoyafanya kwenye ilani, kuna maombi yametolewa hapa na wagombea mbalimbali wa ubunge. Ombi la kwanza ni kuongeza eneo la kulima ambalo nimelisemea. Tunakwenda kwenye upimaji na umilikishaji wa ardhi, tutakwenda kulifanyia kazi huko. Tumepata maombi ya halmashauri katika maeneo mbalimbali. Haya maombi yote ya halmashauri tunayachukua, tunakwenda kuyafanyia kazi serikalini. Halafu tutaona uwezekano wa kukata halmashauri au wilaya au kupandisha hadhi za miji. Jengine ni tawi la chuo kikuu, tumeanza na hilo pale Chato, taangalia uwezekano wa kupata matawi mengine ya chuo kikuu. Lakini masuala ya barabara, tukiangalia kwenye ilani kama nilivyosema ule ukurasa wa usafiri na usafirishaji, tutaona barabara ambazo zinajengwa ndani ya mkoa huu. Na niwahakikishie wananchi wote wanaodai fidia zao, niwaombe muwe na subira. Tumeanza kulipa, tunaendelea kulipa na tutalipa kila fidia ambayo tunaihakiki na kuthibitisha kwamba ni madai ya kweli, tutakwenda kuyalipa ndugu zangu. Baada ya kusema hayo, sasa niombe kura ndugu zangu. Waheshimiwa wagombea ubunge, waheshimiwa wagombea ubunge, naomba mharakishe mje hapa. Geita oye! Haya, nitagawa ilani kwa wagombea ubunge na madiwani wako mbele hapa. Baadaye tutaomba kura kwa pamoja. Ilani ambazo zinatolewa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa mkoa wa Geita. Maendeleo yatakayofanyika katika kipindi cha miaka mitano yapo ndani ya hizo ilani za uchaguzi, kwenye sekta ya maji, madini, barabara, sekta ya ardhi, kilimo, ufugaji, afya, elimu. Kila kitu kipo ndani ya ilani hizo za uchaguzi. CCM oye! CCM oye! Kazi na utu. Wanageita, kazi na utu. Aya, madiwani nyanyueni vile vitabu vyenu. Kwenye vitabu hivyo ndio yale mambo niliyoyasema tutayafanya, tumeagizwa tuyafanye. Na hiyo ndiyo kazi tunaomba Chama cha Mapinduzi mtupe, ili tukaifanye, tunawirishe utu wa mtu, tuheshimishe utu wa mtu na tuulinde utu wa mtu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Geita, mimi mwenyewe mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naitwa Samia Suluhu Hassan, na wabunge wagombea ubunge wa majimbo mbalimbali ya hapa Geita mjini, wilaya hii, pamoja na madiwani wa kata zetu, sote kwa pamoja tunaomba kura zenu.
Tunawaomba tarehe 29, tunamwomba Mungu atuamshe salama na furaha wote walioandikishwa kwenye daftari la kupigia kura la Tume Huru ya Uchaguzi, tutoke tukapige kura. Mwanafamilia, hakikisha wote walioandikishwa ndani ya kaya yako wametoka. Mabalozi wetu, hakikisheni wote walioandikishwa kwenye eneo lako wamekwenda kupiga kura. Na ombi letu, mtakapofika, chagueni Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Kazi na utu. Wana Geita, tunaomba kura zenu. Mungu awabariki, na tunataka kuona kura zenu mtakazo kwenda kuzipiga. Mikono juu, wana Geita, mikono juu. Sijaziona bado, sijaziona kura zenu. Geita oye! Mwisho kule sijaona kura zenu. Aya, asanteni sana, Mungu awabariki. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi. Tunawapenda sana, asanteni sana. Geita oye! Dr. Samia oye! Hebu nyanyueni mikono juu 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 kabisa, watu wa Geita. Sisi